Simba waliutawala mchezo, walicheza vizuri kwenye kujenga mashambulizi, lakini takwimu zinaonyesha kuwa walikuwa butu kwenye final third. Hawakuwa na tishio, hawakuwa na finishing structure kutokana na kuanza na false 9. Kocha ndiye anayebeba lawama kubwa kwa kuamua kuanzisha mfumo ambao haukuendana na wapinzani, wachezaji waliopo na aina ya wachezaji ama mchezo uliotakiwa. Kwa mchezo wa CAF Champions League, ushindi unapatikana kwa structure na clinical finishing, sio kumiliki mpira pekee. Ball position, Simba Sport 57%, Petro de Luanda 43%. Fit Simba Sport 0, Petro Atletico 1. Goalkeeper saves kila moja kafanya moja. Total shot kwa upande wa Simba 12, kwa upande wa Petro ni 7. Shot on target 1 kwa upande wa Simba, 2 kwa upande wa Petro Atletico, huku 7 shot inside box kwa upande wa Simba, 1 kwa upande wa Petro Atletico de Luanda. Big chance missed 2 kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba Sport, 0 kwa hawa Petro Atletico de Luanda. Touch in opposition box 18 kwa upande wa wekundu wa Msimbazi, 6 kwa upande wa Petro Atletico de Luanda, na accurate passes 324 kwa upande wa Simba Sports, 241 kwa upande wa Petro Atletico. Na hizo ndio takwimu za mchezo wa leo, Simba akilala pale Benjamin Mkapa. Lupaso kwa Mkapa atoki mtu, lakini yeye kalala kwa bao 1-0. Ni yapi maoni yako kwa kocha Dimitar Pantev ama meneja huyu wa wekundu wa Msimbazi Simba ambaye amelazimisha sana kutumia false 9? Mtazamaji wetu wa Nile TV, asante kwa kuendelea kutupa support Nile TV. Tunakuomba usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kumbuka kuwa jana Young Africans iliibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Rabat, huku Singida wao wakichakazwa bao 2-0 dhidi ya CR Belouizdad. Leo Simba Sport imechakazwa bao 1-0 dhidi ya Petro Atletico de Luanda, huku Azam FC ikichakazwa bao 2-0 dhidi ya AS Maniema kutokea DR Congo. Ni Young Africans pekee ndio imeibuka na ushindi katika michezo hii ya CAF Champions League kwa upande wa Tanzania. Endelea kutufuatilia kwa updates mbalimbali, tukikusogezea uchambuzi wa kile ambacho tumeshuhudia katika michezo hii minne. Kwa upande wa kombe la shirikisho barani Afrika, zikiwakilisha timu mbili, Azam FC Singida Black Stars zikifungwa bao 2-2, huku Young Africans kwa upande wa klabu bingwa barani Afrika akishinda bao 1, huku Simba ikichapwa bao 1-0 dhidi ya Petro Atletico de Luanda. Mimi ni Lizo Sport, endelea kuwa nasi, subscribe channel yetu. Hadi wakati mwingine, bye bye.